Wa min al-akhta'i, na miongoni mwa baadhi ya makosa ambayo tunayafanya sisi Waislamu, anna ba'd an-nas, hakika ya baadhi ya watu, idha jaa ramadhanu, pindi unapokuja mwezi wa Ramadhani, tabu, wanatubia kwa Allah jalla fi'ala, wasallu wasamu, na wanaswali na wanafunga. Fa idha inqadha, pindi inapomalizika tu Ramadhan, adu ila tarki salati, wanarudi kwenye asili yao ya kuacha swala, wa fi'li al-maasi, na kuyafanya maasi mbalimbali. Tunaposema hivi, hatumaanishi ya kwamba tunawakejeli, hatumaanishi wale wageni ambao waliokuwa hawasali wanaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio wanasali na kutubia na kufunga, ya kwamba tunadharau ibada zao. Lakini Muislamu hatakiwi kuwa hivyo. Muislamu anatakiwa adumu, Muislamu anatakiwa awe na msimamo katika ibada ambazo anazozifanya. Fahaulai bi'sal qawm, hawa watu ni watu waovu na wabaya. Liannahum, kwa sababu ya watu hao, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhana, hawamjui Mwenyezi Mungu isipokuwa wanamjua wakati gani? Wakati wa Ramadhani. Alam ya'lamu, hivi hawajui watu hao, anna rabba shuhuri wahidun, ya kwamba Mola mlezi wa miezi yote ni Mola mmoja tu. Allah wa Ramadhan ndio Allah wa miezi mingine. Kwa nini leo katika miezi mingine hatumwabudu Allah, isipokuwa mwezi wa Ramadhan ndio tunakuja tena tunanunua kanzu mpya na vilemba na sunna kwa wingi, miswaki kwenye mifuko, tunaingia ndani ya misikiti. Allah wa miezi mingine ndiyo huyo unayemtafuta wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa anna al-maasi haramun fi kulli waqtin, na haya maasi tunayoyafanya kadhalika ni haramu katika kila wakati. Sio kwamba Allah haasiwi katika mwezi wa Ramadhani, lakini katika miezi mingine umepewa kibali cha kumuasi nani? Allah jalla fi'ala. Chukua mfano mdogo tu, wengi ambao wanaishi na mabanati wa watu ambao hawajawaoa katika miezi ya kawaida, unapoingia mwezi wa Ramadhani, ili ujue huyu bwana anamjua Allah tu ndani ya Ramadhani, huwa anafanya nini? Anaagana na mpenzi wake, anamwambia oya, naomba tusikilizane, tuelewane. Mwezi wa neema wa baraka wa maghfira wa tauba ndio unaingia sasa. Basi naomba unipe nafasi nifanye ibada kwa utulivu, nifanye ibada nikiwa na amani na Allah jalla fi'ala. Unaona, huyu mtu anamtambua Allah kwamba yuko ndani ya Ramadhani peke yake, lakini ule mwezi unapokuwa unaandama wa Shawwal, watu ndio washauona. Allahu akbar, Allahu akbar. Awwalu shay'in, kitu cha kwanza anachokifanya anainua nini? Simu, maihani, maisu. Tuelewana vizuri? Anaanza kumtafuta. Si unajua tena Ramadhani ndio tushaiaga hivi, naomba tuje tuimalize vizuri hii siku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kama kwamba Allah jalla fi'ala alikuwa ndani ya Ramadhan, lakini katika miezi mingine Allah hayupo. Ndiyo maana mtu anafanya ibada ambazo hazina maana kama hizi. Wa anna Allah muttali'u alaihim, na hakika ya Mwenyezi Mungu anawafuatilia watu hao, fi kulli zamanin wa makanin, katika kila wakati na kila sehemu. Allah huwa anakufuatilia ndugu yangu katika imani. Faliyatubu ila Allahi taubatan nasuha,
Watu hawa wanatakiwa watubie kwa Allah jalla fi'ala, tauba ambayo ni sahihi, inayokubalika kwa Allah jalla fi'ala, tauba ambayo itaambatana na kufuatana na masharti ambayo kwamba ni 6. Ili tauba yako iwe sahihi amama Allah, ili tauba yako iwe sawa amama Allah, lazima tauba yako iwe na masharti 6. Sharti la kwanza, al-ikhlasu fi taubati. Unatakiwa tauba yako uifanye kwa ajili ya Allah na nia yako iwe safi amama Allah wakati unatubia. Sharti la pili, an-nadamu. Unatakiwa ujute kwa kila ambalo kwamba ovu ulilolifanya. Juta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilaumu nafsi yako amama Allah, kwa nini nimemuasi Allah? Kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema an-nadamu at-tauba, kule kujuta ni tauba. Muislamu anapokaa akajuta juu ya kitendo kiovu alichokifanya, wakati ule anajuta, ile ni tauba amama Allah. Sharti la pili ni hilo. Ama sharti la tatu, al-iqla'u 'anil ma'siyah. Anatakiwa ajiondoe katika yale maasi anayoyafanya. Kama wewe ni mzinifu, acha zinaa, ihame zinaa. Kama wewe unakula riba, achana na riba. Kama wewe ni mwizi, unakatia watu usiku ama mchana, achana na wizi. Kila jambo baya ambalo kwamba ulikuwa ukilifanya na umesimama amama Allah, unatubia kwa ajili yake, lile jambo unatakiwa uliache. Lakini sharti la 4, al-azmu alla ta'uda marratan ukhra. Unatakiwa uazimie kwa Allah jalla fi'ala ya kwamba mimi sitorudia tena wala sitofanya tena yale makosa ambayo yalikuwa yanakukasirisha Allah jalla fi'ala. Sharti la 5, kama itakuwa maasi aliyoyafanya yanahusiana na mwanadamu mwenzake, ima alimuibia kitu, ama alimuharibia heshima yake, ama alimfanyia jambo lolote, lakini ni kosa linahusiana na mwanadamu mwenzake, anatakiwa amfate mwanadamu mwenzake. Kama ni kumuomba msamaha, amuombe msamaha. Kama ni kitu alichokichukua, akirudishe kwa ndugu yake kama yule. Lakini sharti la mwisho, tauba inatakiwa ifanyike ndani ya wakati unaotakiwa kisheria. Maana yake tubia kwa Allah ukiwa na afya njema, ukiwa na wakati, rudi kwa Allah, tubia. Sio wakati ule uko kitandani, ushamuasi Allah vya kutosha, mpaka ushakata tamaa ya kuishi, uko kwenye kitanda, uko kwenye sakaratil mauti, ndio astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Hakuna tauba hiyo na ukifa motoni. Si maneno yangu haya, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindi aliposema, inna Allaha yaqbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir, hakika ya Mwenyezi Mungu anaikubali tauba ya mu'min, tauba ya Muislamu, ikiwa roho yake haijafika kwenye mshipa wa mwisho wakati inatolewa. Kwa maana hiyo, tubia kwa Allah ukiwa na afya njema, ukiwa na wakati wako, na Allah atakupokea. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi ambao kwamba mlioamini, tubieni kwa Allah jalla fi'ala tauba ambayo kwamba inayokubalika, tauba ambayo ni sahihi amama Allah. Hii ni Suratul Tahrim, nambari ya aya ni 8. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
Na amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, la yuldaghu almu'minu min juhrin wahidin marratayn, hawezi kuumwa na mdudu muislamu katika shimo moja akaumwa na mdudu huyo mara mbili. Yani wewe umepita kwenye shimo ambalo umeweka unyayo wako ama mguu wako, ukaweza kuumwa kama ni nyoka, ni nge au mdudu yoyote akakuuma, kisha alafu warudi pale pale waeka mguu waumwa tena na huyo mdudu. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya, Muislamu ikiwa amefanya dhambi akalitubia amama Allah, hatakiwi lile dhambi kulirudia kwa mara ya pili kuja kulifanya. Kama umeamua kuyahama madhambi, kama umeamua kuyatoka yale madhambi, achana nayo moja kwa moja, rudi kwa Allah ukiwa umeingiza miguu yote miwili. Ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wazima wazima, miguu yote iwe ndani. Sio unaingia kwenye Uislamu mguu mmoja uko ndani, mguu mmoja uko nje, haujulikani wewe ni John, haujulikani wewe ni Muhammad, haujulikani wewe ni Mary, haujulikani wewe ni Fatima. Ingia kwenye Uislamu ukiwa mzima mzima. Hadithi hii kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 6133, Muslim kaipokea kwa nambari 2998. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahihi al-Adab al-Mufrad, utaipata kwa nambari 964.